mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa sana cha Skills Share. Leo tuko na mada yetu pendwa kabisa ambayo nadhani tutakuwa tuna flow wote pamoja na ndugu waheshimiwa hapa ambao wamehusika kwenye kipindi hiki, ambao tutakuwa tuko kujadiliana kwa pamoja ili kila mtu aweze kupata uelewa wake wa pamoja. Na mada inasema kama ifuatavyo: je, mikopo ni suluhisho la ajira kwa vijana? Hii mada nadhani ni muhimu sana kwa vijana kwa sababu imekita sana kwa vijana wote wa katika taifa letu. Na niko na waheshimiwa mbalimbali ambao tutakuwa nao kwa pamoja mwanzo mwisho mpaka kwa kipindi hiki. Tutaanza wajitambulishe kwa majina ili tuweze kuwafahamu. Tukianza na mheshimiwa hapa, tunaomba ujitambulishe kwa majina. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina langu naitwa Amos Bukano Enos. Mimi ni mkazi wa Mbezi Mwisho mwenyeji. Kwa hiyo tutakuwa wote katika kipindi hiki kujadili mada hii, mada pendwa kwa ajili ya vijana wenzetu. Asante sana, lakini kwa upande wangu hapa kuna mheshimiwa mwingine, naomba ujitambulishe mheshimiwa hapo. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina maarufu ambalo linafahamika sana ninaitwa Mawa. Hilo ndo jina langu maarufu sana. Pia nipo kwa ajili ya kushiriki hii mada yetu ambayo ipo mezani. Mtangazaji alishaielezea hapo, kwa hiyo nipo kwa ajili. Lakini hapa kwa upande wangu kuna madam, naomba ajitambulishe, anaitwa nani na anatoka wapi? Asante mtangazaji. Naitwa Agnes Chongolo, natokea Tanga. Niko mahali hapa kwa ajili ya kujadiliana kuhusu mada ya vijana. Aisee, tuko pamoja. Asante. Mwisho pale kuna mheshimiwa, naomba ujitambulishe. Asante, kwa majina naitwa Tumaini. Mimi ni mwenyeji wa hapa Mwenge. Tuko pamoja. Asante sana. Nadhani mmewasikia wahusika wa walengo wakuu wa hii mada. Nadhani wote hapa ni vijana, ni wahusika kabisa moja kwa moja wa hii mada. Na nadhani wametuandalia vitu vikubwa, maana nimesikia utambulisho wao, wameonyesha wana bashasha kubwa sana kwenye hii mada. Nikianza na mheshimiwa hapa kwa upande wangu wa kushoto, mheshimiwa Amos, karibu. Hivi unaielewaje hii mada tunavyosema mikopo kwa faida ya watazamaji? Nini maana ya mikopo? Asante ndugu mtangazaji. Nikipenda kuelezea watazamaji kuhusu nini maana ya mikopo. Mikopo ni kitu ambacho anapewa mtu kwa ajili ya riba au tozo. Inaweza kwa njia ya makubaliano maalum, inaweza ikawa kwa ajili ya kusainisha mikataba mbalimbali au kutokusainisha mikataba mbalimbali. Kuna wengine wanapeana tu kwa maneno kwamba ikifika tarehe fulani mimi unirudishie kiasi fulani. Kwa hiyo mikopo kwa ujumla tunaweza kusema kwamba ni kile kitu ambacho anapewa mtu ili kurudisha kama riba au asirudishe kama riba, ila kwa maelewano fulani na muda fulani mwafaka. Asante. Asante kabisa. Kumbe tumepata kusikia kwamba mikopo inaweza ikawa ni ile ambayo kitu ambacho unapewa lengo kuu ili uweze kurejesha. Inaweza ikawa mmekubaliana, unaweza ukarejesha kwa riba au la, kwamba unarudisha kile kiasi ambacho umepewa au kile kitu ambacho umekabidhiwa. Hiyo yote inaweza ikawa ni kitu kinaitwa mikopo. Na nimefurahi sana mheshimiwa ameelezea hii mada kwa ukubwa wake pia, na tumeweza kuelewa nini maana ya mikopo. Lakini pia ningependa nifahamu kwamba hii mikopo ina umuhimu gani kwa jamii au kwa vijana ambao tunawaongelea. Mheshimiwa niona anatabasamu sana kwamba hii mada anaitamani. Karibu sana mheshimiwa. Yaani nilipenda sana kwa sababu inaenda kutatua, kama itaenda kweli vijana wataenda kushiriki na kuzingatia yale ambayo tunashare nao hapa, wataenda kupata mambo ya kuweza kuwasaidia, kwamba mada kama inavyosema kwamba ina muhimu gani au ina suluhisho gani kwa mikopo, ina suluhisho gani kwa vijana. Kwa hiyo tunataka tuone kwamba vijana, je, mkopo una umuhimu gani kwao? Kwa hiyo mkopo kwa vijana sasa ina muhimu mbalimbali, kwa sababu tunajua vijana wengi, wasomi wengi, lakini ajira hawana, tofauti na zamani. Zamani ilikuwa watu wasomi, ajira ziko nyingi lakini wasomi wachache. Mtu alikuwa hajamaliza chuo ashapata ajira, kwa anaendelea kusoma akapata ajira na anapata mtu kwenye ajira. Lakini sasa hivi watu wanamaliza lakini ajira hamna. Kwa hiyo mikopo inasaidiaje? Kwa hiyo itawasaidia akipata ajira, maana yake akaenda kuanzisha mradi ambao anaenda kusimamia ili kuweza, kwa sababu wasomi wengi wengine wana talent zao, wana ujuzi wao, lakini hawana mtaji wa kwenda kuanzisha hiyo biashara ambayo wanataka au kuanzisha mambo yao ya kijamii. Lakini sasa mkopo unapopanga unatafuta matatizo mbalimbali kama vile kwenda kuanzisha biashara au kwenda kujiendeleza kwenye elimu. Wengine
hapo, lakini wanasomesha ndugu zao wenyewe vijana, lakini bado wanasomesha ndugu zao. Kwa hiyo unapata mkopo mwingine anaenda kusaidia kusomesha ndugu zake, au mwingine anachukua mkopo kwa ajili ya kwenda kuanzisha mifugo, wanunua mifugo baadaye kuja. Kwa ufupi naomba niishie hapo kwa sasa, washiriki wengine waendelee. Asante sana. Samahani, niko na swali. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba unapochukua mkopo haimaanishi ukae nayo ndani, kwa maana yake lazima ufanyie kitu kingine ili mkopo uweze kujiendelea au kwa sababu tulishajua ni mkopo, inamaanisha kwamba kama ni mkopo wewe umechukua, inamaanisha wewe unatakiwa tena urudishe kwa pale ambapo umechukua, au mwingine aende akachukue. Kwa hiyo ukichukua sio ukishapewa wewe, maana yake sasa utumie ovyo ovyo. Kwa mfano mwingine anaweza akachukua mkopo, anaweza kaenda kwa maana makubaliana kuchukua mkopo ni kanisha biashara fulani, lakini akifika kule anabadilisha malengo kwamba mimi sasa huo mkopo ndio pale nishapata hela. Kwa hiyo anachokifanya yeye anaenda tu kama wengine wanaenda kuingiza kwenye starehe za ajabu, anatumia hela zinaisha. Kwa hiyo unakuwa na malengo huo, muhimu wa mkopo unakuwa kwao haujatimia, kwa sababu kuna wengine anawakwamisha, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanasubiria wapate huo mkopo na wao wapewe ili wakaendeleze biashara ambazo wanatakiwa kufanya ili taifa letu kwa ujumla waweze kunufaika na huo mkopo ambao wanao. Asante. Asante sana mheshimiwa. Ndugu watazamaji, kwa the way mlivyosikia hapa kwamba miongoni mwa kitu kikubwa katika mkopo ni kwamba ni kurejesha. Kwa hiyo hakikisha kwamba mkopo ambao unachukua fanyia lile lengo ambalo wewe mwenyewe umelihitajia, sio kwamba umepewa mkopo unaenda kufanyia vitu vingine ambavyo unajua haviwezi kukuletea tena faida kwenye mkopo wako, kwa kufanyia vitu ambavyo havina maana yoyote ambayo wewe ulikuwa unahitajia. Lengo kubwa, kama ulitaka mkopo uanzishe mradi, basi anzisha mradi na uendeshe ipasavyo kwa maana ambayo ameitoa mheshimiwa. Kwa hiyo nadhani tunaelewana mpaka hapo mada inapoendelea, lakini pia ningependa nifahamu, tunaweza tukapata changamoto gani kwa wale vijana ambao, au kuna changamoto gani ya hii mikopo? Madam, karibu kuelezea hapo kwenye changamoto za mikopo hasa. Asante. Kwa changamoto za mikopo ni pale ambapo umeenda umekopa mkopo wako, alafu ule mkopo wako kasema hivi, sababu sasa hivi nimeshapata pesa, nenda kutumia. Kwa mfano nimeenda kununua zangu simu haina faida, kusema eti nichukue simu eti kwa mkopo kwa mfano ya laki 5, laki 6, alafu hiyo ukatumia simu yako pasipo kuingizia pesa, kwa sababu sasa hivi hata simu zetu hizi zinaweza ukatumia hata biashara online mtandaoni na ukapata pesa. Lakini kuna mwingine anashangaa, anachukua simu anaenda kutumia vitu vingine vya ajabu kabisa, ambavyo anatumia bando, yaani hiyo bando anaingia situ TikTok, na FB, hapo haimuingizii pesa yoyote. Kwa changamoto ya mkopo ni pale ambapo umechukua pesa, umeenda kununua kitu au umeiwekeza au umekula au umefanyia starehe pasipo hata kuingiza chochote cha faida. Mwisho wa siku mwenye muhusika ambaye anataka hiyo pesa yake au mkopo wake wasio umeshafika mwisho, anakuja kudai na hapo anasema hivi, kuna bado sijapata. Ile pale inakuwa ni changamoto ya kuto kurejesha kwa wakati wa mkopo. Lazima kwanza mtaanza kuvurugana, kwanza kuhama kama ni sehemu au kuchukizana. Kwa hiyo tafadhali jamani, ukichukua mkopo anzisha biashara ambayo itakuingizia kipato hata kwa siku uweze kurejesha mkopo wako. Alafu hapo kila mtu yaani maisha yake yataenda sawa pasipo hata hata kufuatiliana. Kwa hiyo faida ya mkopo ni pale ambapo umeshapewa huo mkopo wako na umefanyia biashara na unarejesha, wewe faida unaipata na unarejesha kidogo kidogo, sio mpaka uje urejeshe yote kwa pamoja. Hapana. Kwa hiyo inabidi muwe makini sana katika mikopo. Ni vizuri sana kuipokea, lakini ni vibaya sana pale ambapo umeshatumia pesa pasipo kurejesha kwa wakati. Asante. Ni vizuri sana kuichukua mikopo, lakini ni vibaya sana ambavyo kama utaenda ndivyo sivyo ambavyo imepangwa. Kwa niaba ya madam hapo, nadhani ameelezea vizuri sana hizo changamoto ambazo zinatokea kwenye mikopo. So kwa sababu amesema kwamba kuna kuvurugana, elewa neno kuvurugana, kwa sababu mkopo kwa yule ambaye amekupa, kama hutamrejeshea, bila shaka kuna kitu kinaitwa kuvurugana. Kuvurugana ni maana halisi au ya kimtaani, kwa maana kutoelewana. Maana yake yule ambaye amekupatia hicho kiasi hata kuelewa kwa aina yoyote, kama ule wakati ambao mlikubaliana urejeshe au hujarejesha. Kwa hiyo kijana, hakikisha kama umeahidi mwezi mmoja, pambania huo mwezi mmoja,
faida yako upate na kile kitu chake mtu umrejeshee. Lakini pia kwenye changamoto nadhani tumeelewana, ni sehemu hatarishi sana kwa kijana ambaye anachukua mkopo, kuwa nako makini sana. Mheshimiwa pale, ningependa utoe tu ushauri walau kidogo kwa hawa vijana ambao labda wanadhania mbaya, wanachukua mkopo kwa dhania zao wao. Labda kuna wengine tunaweza tukasema wanachukua kwa kweli wanataka mtaji, lakini kuna wengine wanachukua kwa hayo mambo matumizi mengi. Unawashauri nini vijana kama hao? Nashukuru kwa nafasi hii. Ningependa kusema kwamba kuna watu ni hivyo, wanachukua mikopo kwa nia ya kwenda kufanya starehe, kufanya vitu ambavyo havina faida baadaye. Mimi nachoshauri ni kwamba wachukue mkopo ili akajiendeleze, kwa sababu kijana anaanzia miaka 18 na mwisho wa ujana tuseme ni miaka 35 au 40. Kwa kijana unapochukua mkopo inabidi ufanye jambo la kuingiza kipato ili baadaye familia yako isiteseke, au hata wewe mwenyewe uonekane kama ni mtu fulani ambaye una mchango katika jamii. Na pia kwa wale ambao wanachukua mikopo kwa ajili ya malengo, tuwe makini na tunafanya biashara, tuangalie muda na wakati ambao utaisha mkopo. Asante sana, nadhani ndugu watazamaji mmeuelewa sana huo ushauri ambao mheshimiwa ametupitisha hapo hivi punde. Nadhani ukiufanyia kazi hauwezi ukaingia kwenye hatarishi zozote zile ambazo kijana kama kijana mwenye lengo thabiti ukaingia kwenye hasara zozote kwa sababu ya mkopo, kwa sababu uko na faida zake nyingi sana kwa yule mtu ambaye anatamani kupitia vizuri. Lakini asante pia ndugu watazamaji ambao mnaendelea kutuma message huku, tunaziona na tutazisoma hivi punde. Ningependa nimkaribishe hapa mheshimiwa naye aweze kutuelezea kiufupi sasa kwamba hii mikopo imekuwa ni mchango wa kupunguza hizo ajira za mtaani, au bado inakuwa ni mzigo kwamba vijana ndo wanazidi kuingia kwenye hatarishi zaidi ya kwamba kwamba sio tatuzi la ajira kwao? Asante ndugu mtangazaji. Mimi ningependa kuongelea katika nyanja mbili, kwamba upande mwingine ni mzigo, upande mwingine ni inakuwa na faida. Tunaelewa kwa jamii sasa hivi na maendeleo tunavyoendelea, maisha yanaendelea kuwa magumu sana kutokana na changamoto za hali ya hewa. Kuna watu wanachukua mikopo au kuna vijana wanachukua mikopo wanaenda kuwekeza mashambani, na inafika muda wa kurejesha mikopo inakuwa kama mzigo. Kwa hiyo kwa upande mwingine inaweza ikawa kama mzigo, kwa sababu unachukua mkopo ambao huo mkopo una riba, kila mwezi una riba yake. Kwa unapoenda kuweka shambani lazima ukae miezi kadhaa. Mfano kwa sisi ambao tunalima kilimo cha mahindi, kuna kilimo cha miezi mitatu, kuna ingine kilimo cha miezi minne. Kwa hiyo kama mkopo wako kwa mwezi unalipa kiasi fulani, kimaanisha kwamba inamaanisha kwamba kila mwezi kuna kiasi kinaongezeka kwenye mkopo wako. Sasa inatokea sasa umeweka kitu chako shambani na hali ya hewa imekataa, si ndio? Kama hali ya hewa imekataa, inapokataa hali ya hewa inakuwa ni mzigo kurudisha, kwa sababu ulichokiweka shambani hakijatoa kama ulivyotarajiwa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto pia. Lakini vile vile nikija kwa upande wa positive ni kwamba mkopo umekuwa ni positive sana kwa kwetu sisi, kwa sababu ni vijana wengi wanapata ajira kutokana na mkopo. Kwa mfano, kuna vijana tu wanatengeneza vikundi mbalimbali ambavyo wanaenda katika halmashauri. Sasa kuna mikopo ya kila halmashauri ina 10% kwa ajili ya vijana. Wanaenda kuchukua mkopo, mfano labda wa milioni 5, wanaenda kuanzisha bidhaa organization fulani ambayo itakuwa inatoa huduma fulani. Sio kwamba hao vijana watafanya kazi peke yao, watahitaji vijana wengine kutoka nje. Kuna wale ambao hawajasoma na wale ambao wamesoma. Kwa hiyo wote kwa pamoja wanakuwa ni wamepata ajira. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa upande wa serikali, kwa ushauri serikali, ninaweza nikashauri kwamba wapunguze masharti magumu.
masharti magumu kivipi? Kwamba serikali tunaenda wanatoa mikopo, lakini inakuwa na masharti magumu sana ambayo yanamfanya mchukua mkopo mwisho wa siku aweze ashinde kurejesha mkopo. Kwa hiyo ningeomba tu serikali kwamba ingepunguza masharti, ingewezekana ingetoa mkopo kwa sababu imezamilia kwa lengo la kumsaidia kijana ili ajikomboze na ile anga la tegemezi, kwa sababu kijana anapokaa mtaani ni kwamba anakuwa ni mtu ambaye, kwa mfano, kuna vijana ambao hawana ajira, wapo mtaani, hawana kitu cha kuingiza. Mwisho wa siku sasa hawa vijana wanakuwa ni wahalifu, watumiaji wa madawa ya kulevya na kufanya vitu vingine ambavyo havina faida katika jamii yetu. Hivyo basi ningeomba serikali ikifanya namna fulani ambayo ingeweza kupunguza masharti haya, ingewezesha vijana wengi kwenda kuchukua mikopo na kufanya business mbalimbali. Mimi nilikuwa nataka niendelee pale Mheshimiwa Amos alipokuwa anaendelea kwenye lile swali la kusema kama Mheshimiwa mtangazaji alipouliza kwamba lile mkopo kwa vijana ni suluhisho kwa ajira ama wao ndio wanapata tatizo, inakuwa mzigo wao. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka niendelee pale kwamba ule mkopo unaweza ukawa mzigo kwa yule kijana ambaye yeye mwenyewe kama atashindwa kujimanage au kujisimamia mwenyewe. Kwa mfano mtu anaweza ukaenda kuchukua mkopo lakini haendi, kwa mfano anaweza kaunga vikundi, kwa mfano anachukua 10% zile za serikali, lakini haendi, wanaunga vikundi vizuri, lakini akienda kule wanaenda kuchukua mkopo, lakini fika kule washauri sasa ule mkopo hawaendi kufanya kile kitu ambacho wameenda kukifanya, yani umeenda kwa lengo lile ambalo wameenda kulichukulia mkopo. Wao wakija huko sasa wanaanza kuvurugana, huyu mwingine anataka achukue agawane, huyu mwingine anataka afanyaje. Kwa hiyo sasa baada ya hapo sasa kwenye kurejesha sasa ndio utapokuwa mzigo, kwa sababu wenyewe walishindwa kujisimamia kwenda na malengo ya ule mkopo ambao wameenda nao. Pia kwenye serikali hapo, kwenye kuhusu serikali sasa, kwa sababu serikali wao jukumu lao ni kuonesha kwamba vijana wao wanawezaje kupata ajira, na kwa sababu ajira waliona ajira ni chache, kwa hiyo walikachukua jukumu kwamba wanachukua hizi pesa zetu tuwape hawa vijana wetu, lakini sasa wenyewe sasa wanashindwa kujisimamia. Sasa mimi kwa upendo wangu nilikuwa natoa maoni kwenye hiyo serikali ili ione njia nyingine sasa, kama wao wengi wanaochukua mikopo warudishi kwa muda husika, sasa wachukue waone na wasichukue mikopo wape hela moja kwa moja, tafutie namna vijana kwa support, kama inawezekana, kama ni kuanzisha biashara waende pale kwenye biashara, wao wamfungulie biashara. Kama mtu anataka aanzishe kituo cha kufuga kuku, basi amfungulie kituo cha kufuga kuku. Sawa? Asante sana, hapo ndio nilikuwa nataka nielezee. Asante sana ndugu mheshimiwa. Kwa hiyo karibu pale mheshimiwa, kama una lolote la kuchangia. Asante kwa nafasi. Napenda kuongezea kwamba mkopo unakuwa changamoto kwa vijana kwa sababu ya kiwango anachochukua kwenye mkopo. Mfano kijana anasema nitachukua milioni 10 nitafanya biashara. At the end of the day hana kile kiwango cha kurejesha kwa sababu kiwango anachochukua ni kikubwa na biashara inaenda kufanya ni ndogo au imeongezea hasara. Kwa hiyo unapochukua mkopo inabidi uchukue kiasi ambacho unaona kabisa hapa naenda kufanya biashara au hata nikikosa naweza kupata kwa ndugu zangu au kwa mtu yoyote. Asante sana. Madam, kuna lolote kwenye hiyo kuongeza hao? Unapoenda kuchukua mkopo, ndugu mtazamaji, unapochukua mkopo target sehemu ambapo unaenda kufanyia biashara yako. Kwa mfano ambao unaweza ukafaidi sana katika mkopo wako na ukaona faida, na pia kile kiasi ukaweza kurejesha kwa wakati. Chukua biashara inayoitwa nafaka, yaani duka la vyakula. Duka la vyakula kwa sababu kila siku watu tunakula. Unachukua kwa mfano, unaenda kuchukua sijui vijola, unachukua sijui nini, na kwa duka la viatu au la nguo, alafu sehemu ni kijijini. Hapo huwezi kuuza na kusema hivi ukaingiza kipato kwa siku. Chukua duka la nafaka ambao unaweka vyakula kama ni mchele, unga, suna na nini. Ile pale inaweza kukupatia faida tena kwa wakati na hautauza kupita. Naongelea hususan kwa wale watu ambao wanaishi vijana vijijini. Alafu kingine mikopo kwa wale ambao wako sehemu ambapo kumechangamka. Wakatafuta biashara yoyote kwenye ambapo unajua kabisa pana watu wengi. Alafu unaangalia je, wanapenda nini? Ndio unaweza kutumia hapo. Na pia utaweza kuja kujuta kwa kile kitu ambacho unakifanya.
Nadhani madam ameweza naye kushauri kwa mapendekezo yake ni nini ambavyo unaweza kufanyia mkopo wake, lakini nadhani kwa mikopo kila mtu ana lengo lake ambapo anaenda kuchukua mkopo, kuna kitu yeye mwenyewe anakihitajia. Kwa hiyo ishi kwanza kwenye lengo lako, kitu ambacho unajua kinaweza ikakupatia faida na ukarejesha pesa yako kwa wakati. Kuna watu wako vijijini, kuna watu wako mjini, na wewe mwenyewe unajua kutokana na mazingira yako ni kipi ambacho kitakupa faida na kuweza kurejesha mkopo wako kwa wakati. Kwa hiyo madam ameweza tu kutanabaisha baadhi ya vichache ambavyo kwa vijana ambavyo mnaweza mkapitia, lakini kuna vitu vingine, kuna wajasiriamali, vitu viko vingi. Na nadhani unaweza kumuelewa kwa uchache wake, lakini lengo kubwa hapa ni kwamba mkopo wako usiweze kupotea, yani kwamba kila mtu aliyekopa aweze kurejesha na kuweza kujiendeleza. Kwa hiyo tunashukuru sana madam kwa ushauri wako. Kama vijana nadhani watakuwa pamoja naye kwa kuendelea kufanya vyema hili mikopo iweze kurejeshwa. Mheshimiwa nimeona ana bashasha toka awali, naomba nimkaribishe aweze kuelezea japo kwa ufupi. Karibu mheshimiwa. Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa na ushauri mmoja kwa serikali, kwa sababu serikali ilionelea kwamba ili iweze kuendana na kasi ya mabadiliko ni kwamba ilete angalau aweni kwa vijana kwa kuwapa mikopo ambao wako mtaani ambao hawajiwezi, mfano labda walemavu na watu wengine. Ikaleta mashirika mbalimbali, kuna mashirika ya kiserikali kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo na kuna SIDO ambayo ni Small Industry and Development Organization, kuna TASAF, Tanzania Association Action Funds na mashirika mengine ambayo yanajihusisha na utoaji wa mikopo mbalimbali. Sasa nilikuwa na ushauri naweza ikawa ushauri mkubwa mdogo kwa serikali, ni kwamba lazima serikali ijaribu kufuatilia na kusimamia matumizi ya mikopo ambao vijana inawapa mikopo. Je, huko mtaani mikopo tunaowapa wanaenda kuifanyia kazi gani? Wanaenda kuitumia nini? Wanaenda kutumia nini mtaani? Inawezekana kuna vijana wanachukua mikopo wanakuja na lengo zuri tu, lakini wanapochukua mikopo mawazo yao yanabadilika, kwamba tuna lengo la kwenda kulima kilimo, lakini wanapochukua mikopo lengo lao linabadilika, wanabadilisha mada. Kwa hiyo serikali iweze kufuatilia sasa kwamba je, hawa wamekuja na project kwamba tunachukua mikopo kwa ajili ya kilimo. Je, wameenda kufanya kilimo kweli? Hawajabadilisha project yao? Kwa hiyo ni ushauri tu kwa serikali. Naelezea kwa ushauri wa serikali, lakini nadhani kuna mashirika pia, mashirika binafsi. Ameweza kuyataja yale mashirika ya kiserikali.